Mchezo umetamatika Simba dhidi ya Gaborone United na kutoka sare ya bao 1-1. Mmevuka katika hatua hii mara baada ya kupata aggregate mabao 2-1. Kiujumla uliuonaje mchezo na kikosi chenu cha Simba? Kwanza mchezo ulikuwa mzuri. Kuanzia mchezo wa mkondo wa kwanza mpaka mchezo wa mkondo wa pili wa leo wa kukamilisha. Kila kitu kimeenda kama tulivyotaka, kwa sababu sisi kipaumbele chetu cha kwanza kuvuka hii hatua. Na tumehakikisha kwamba tumevuka kwa umoja wetu, kila kitu kimeenda sawa. Na nyinyi ni mashahidi. Mmeona wapinzani. Wapinzani kwanza ni mabingwa kwao. Kwa hiyo kama ni mabingwa kwenye nchi yao, hatujacheza na timu ya ovyo ovyo. Wachezaji wamepambana. Umeona, wamepitia kipindi kigumu, wamecheza mechi nyingi kwa mfululizo. Kwa hivyo tunaendelea kuisupport timu yetu na nina imani mwaka huu ni finali tena. Kwa sababu tunacheza kwa sababu moja ya vitu ambavyo nimeviona leo, hakuna mechi ngumu tuliocheza msimu uliopita. Unaikumbuka mechi ya kwanza msimu uliopita ya kimashindano Al Ahly Tripoli? Ndio hii mechi ambayo imetokea leo. Kwa hivyo mimi naweza kuhesabu hii ndio mechi ngumu kwenye msimu wetu wa kimataifa mpaka finali. Simba tunacheza finali tena. Ni mechi ngumu sana tumecheza leo. Nadhani ni kwa nini baadhi ya watu wanasema kwamba kikosi hakichezi vizuri? Hawana akili timamu. Kama kuna mtu anasema kikosi hakichezi vizuri hali yakuwa kinapata matokeo, huyo apimwe ubongo wake hauko sawa sawa. Sijui umenielewa? Unataka tuchezeje? Tumeshinda ugenini, tumekuja tumesale nyumbani. Alafu unasema kikosi hakichezi vizuri hali yakuwa tumeenda kwenye mkondo wa pili. Wewe unataka tufanye nini? Walikuwa wanatamani kicheze kama msimu uliopita. Wanasema safari hii mbona kama kikosi hakipo vizuri? Kwanza anatakiwa awe mvumilivu. Kama unasema unataka Simba icheze kama msimu uliopita, wewe kazi yako ni kuisupport na kusubiri. Itacheza unavyotaka wewe, lakini si muda sahihi wa kusema kwamba Simba haichezi vizuri. Haichezi vizuri huku inapata matokeo. Juzi tumemkanda mtu 3-0. Sasa mimi ukiniambia haichezi vizuri mimi nakushangaa, mwana Simba unataka nini? Ngoja nikuambie kitu kingine na kukumbusha. Unajua wana Simba ni wasahaulifu. Tuliwahi si kuondolewa kwenye mashindano ya kimataifa kwa sababu ya kudai kucheza vizuri. Sio unakumbuka? Jwaneng Galaxy wakati wanatuondoa kwa Mkapa pale. Simba tuko majukwani tunadai mpira mzuri. Wakati huo timu inaongoza 1-0. Sasa unataka mpira mzuri gani? Mpira mzuri cha kwanza ni kupata matokeo ya ushindi. Sawa? Kwa hiyo mimi binafsi Simba imecheza vizuri na wana Simba wote tuamini kikosi chetu ni imara. Sawa? Hakuna mashaka yoyote. Mimi na imani tu hatua by hatua katika hatua za ukuaji. Simba tuna kikosi bora sana. Kaangalie rotation ya kikosi, kamwangalie Jean Charles Ahoua, kamwangalie Morris Abraham. Huyu tunamuita Mickson wa Bongo. Abraham ni Mickson wa Bongo. Hajawahi kuzaliwa Mtanzania kama huyu. Ukimwondoa Mbwana Ali Samata, anayefuata ni Morris Abraham. Na kuhakikishia mimi, hii ni pesa ambayo tumeiandaa wana Simba. Tutapiga pesa ndefu. Kama ana mkataba mdogo, viongozi wa Simba wamuongeze mkataba. Hii ni hela. Maombi yako. Nakwambia mimi sio maombi. Maombi wakati kitu nimekiona. Unaomba kama ana mkataba mdogo? Mdogo. Na waomba viongozi wa Simba wamuongeze, wampe 5. Sababu huyu bwana mdogo kwanza ana energy, pili ana skills, 3 ana hali ya upambanaji uliopitiliza kuipambania timu. Umeelewa? Kwa hiyo namuona kabisa akiwa anavuka anaenda Ulaya kama alivyoenda wenzake. Leo kwenye benchi kocha Hemed Morocco, mmeonaje alivyosimamia kikosi kwa ujumla? Hemed Suleiman Morocco hakuna mashaka kwenye ukocha wake, kwa sababu kama taifa lenye watu zaidi ya milioni 60 tumemwamini, itakuwaje kuhusu Simba? Huyu ni kocha bora. Tunatakiwa tujivunie vya kwetu. Tumemwamini na ametuvusha tayari. Tuliwahi kumwamini Juma Mgunda, alituvusha. Saa hizi ni zamu ya Hemed Morocco. Sasa leo anatupeleka hatua inayofuata. Mimi sina mashaka hata kama viongozi wakimpa kandarasi. Na wasapoti tu. Ana wasiwasi gani? Unaona anafanya rotation, unaona kikosi anachoanza nacho na anachomaliza nacho. Muhimu ni kupata ushindi, matokeo ya ushindi, na tumeyapata. Tunaendelea na mashindano. Wanaokuja wote wajiandae tu. Nadhani sasa hivi kuna ile kuwapa kocha wazawa nafasi ya kutumikia hivi vikosi. Makocha wazawa wameshapewa nafasi na bado wanaendelea kupewa nafasi. Ila moja ya vitu muhimu nao pia wanatakiwa watengeneze
watengeneze nafasi zao. CV washazitengeneza nafasi katika hizi timu, kuaminika zaidi. Wanapopewa nafasi kama hizi wafanye kama alivyofanya Ahmed Morocco, si ndio? Akifanya kama alivyofanya Ahmed Morocco, hata wachezaji, benchi la ufundi wenzake pamoja na viongozi na sisi mashabiki tunasema yes, tuna kocha na anatufaa na tunaenda naye. Ahmed Morocco, twendeni naye tu. Mimi nikushukuru. Asante sana.